Israel inaamini kwamba ili iwe salama lazima ifanye shambulizi zito katika vinu vya nyuklia vya Iran. Israel hadi wakati huu inaamini kwamba Iran inamiliki silaha za kinyuklia na hata rais wa Marekani Donald Trump anaamini hilo. Hata hivyo, Israel wakati huu haioni kwamba rais Donald Trump wa Marekani ataweza kukubali juu ya kushambulia vinu vya nyuklia vya Iran. Israel wanadai kuwa kuna hatari kubwa kwamba rais wa Marekani Donald Trump anaweza kukubaliana na mkataba wakati wa nyuklia na Iran. Vyanzo vingi vya juu vya Israel vimeliambia shirika la habari la The Jerusalem Post. Iwapo Donald Trump atakubali makubaliano kama haya, baadhi ya vyanzo vina wasiwasi mkubwa kwamba rais anaweza kughairi fursa ya kipekee ya sasa ya IDF ya kuipiga Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, hasa katika maeneo yake ya nyuklia. Hata hivyo, sapoti kubwa inayotolewa na rais wa sasa wa Marekani ndio moja kati ya hoja muhimu anayotegemea, wakisema kwamba ikiwa miaka minne ya utawala wa Donald Trump itaisha bila kuishambulia Israel, hakuna nafasi nyingine ya kuweza kufanya hilo. Israel katika dirisha maalum la kushambulia mpango wa nyuklia wa Iran, maafisa wakuu wa Israel wamesema tangu Oktoba 26 kwamba kulikuwa na dirisha maalum kwa jeshi la anga kushambulia mpango wa nyuklia wa Tehran tangu ndege za kivita za Israel ziondoe mifumo yake yote ya makombora ya S-300. Israel inaamini hilo limefanikiwa licha ya Iran kukanusha kusema kwamba mifumo yao ya ulinzi wa anga ipo imara. Hata hivyo, vyanzo kutoka nchini Israel vinadai kwamba Iran ina mifumo dhaifu ya ulinzi wa anga kuzuia makombora pamoja na ndege za kivita, na hivyo wanaamini kabisa kwamba mfumo pekee wanaotegemea wa S-300 hauwezi kuzuia makombora na hivyo wataweza kushambulia miundombinu yao ya nyuklia. Aidha, maafisa wa Israel wamebainisha kuwa hivi sasa si Hezbollah wala Hamas imekuwa kitisho kwao vya kulipiza kisasi kwa Iran dhidi ya Israel, ikizingatiwa kwamba maadui wote wawili wenyewe wamedhoofika sana, na hivyo wanaamini ikiwa bwana Donald Trump atakubali kuhakikisha kwamba wanafanya mashambulizi ya kutisha, wataidhoofisha Iran. Israel imekiri wazi kwamba moja kati ya hofu kubwa waliokuwa nayo ni juu ya Iran. Wanaamini Iran ndio taifa pekee katika Mashariki ya Kati ambalo wamekuwa wakilihofia wakati wote, hasa kutokana na baadhi ya silaha walizokuwa nazo. Kwa miezi kadhaa kumekuwa na matumaini makubwa kutoka kwa maafisa wa ngazi za juu wa Israel kwamba Trump angewasha kijani kibichi shambulizi kubwa la anga la Israel dhidi ya mpango wa nyuklia wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na uwezekano wa kufanya shambulizi hilo katika miezi ya awali ya mwaka huu wa 2025 ambayo tayari imepita. Kwa kuzingatia misimamo inayojulikana ya wa Iran ya mazungumzo na kauli tofauti za Trump mwenyewe, kuanzia kufungua milango ya kuzimu juu ya Tehran hadi kushinikiza kwa bidii makubaliano, baadhi ya vyanzo vya Israel vinaamini kwamba utayari wa Trump wa kujadili sasa unafanya makubaliano ya wastani zaidi na si makubaliano ambayo yangeweza kuonesha namna ambavyo Marekani ina njaa dhidi ya mashambulizi ya Iran. Vyanzo vingine bado vina matumaini kwamba nyuma ya pazia Trump anaelewa kuwa makubaliano hayatasuluhisha shida ya nyuklia ya Iran na kwamba shambulizi la Israel hatimaye litaweza kuwa muhimu na litaweza kufanikiwa kwa njia fulani. Wa Iran katika makubaliano bora zaidi ya nyuklia kuliko yote ni toleo la mwaka 2015. Takribani vyanzo vyote vinakubali kwamba kutakuwa na maendeleo makubwa katika kipindi cha mwezi wa Aprili kwenye faili la nyuklia, ingawa inawezekana kwamba kuwa na ufahamu wa mwisho na mwelekeo wa sera za Iran na Trump inaweza kuendelea hadi majira ya joto. Uingereza, Ujerumani na Ufaransa zimeipa Tehran tarehe ya mwisho ya mwezi Juni kwa ajili ya maendeleo katika nyuklia katika mzozo wa nyuklia kabla ya kuwa tayari kutekeleza vikwazo vya kimataifa chini ya makubaliano ya nyuklia ya Iran ya mwaka 2015. Tayari Donald Trump ameweka vikwazo vingi zaidi kwa Tehran ili kushinikiza wakubali juu ya mazungumzo ya kutatua mgogoro wa nyuklia. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.